kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro. Ndugu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Tunduma, dada yangu Mariam Chaurembo, nakukabidhi mwenge huu wa uhuru wa kitaifa mwaka 2025 pamoja na wakimbiza mwenge wakiongozwa na kiongozi wao ndugu Ismail Ali Usi. Leo tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2025, ukiwa salama, unameremeta na wakimbiza mwenge wakiwa na nguvu na afya njema. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mariamu Hatibu Chaurembo, mkurugenzi wa mji wa Tunduma, kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Momba, Mheshimiwa Elias Mwandobo, nakiri kupokea mwenge wa uhuru 2025 kutoka kwa kaka yangu mkurugenzi wa halmashauri ya Momba, kaka yangu Fabian Manosa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mwenge wo, mwenge wetu, mwenge umekuja. 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 Hiyo uhuru umekuja eneo hili ni kwa sababu ya heshima kubwa ambayo imewekwa na serikali kwa ajili ya wananchi wa eneo hili la Chiwezi. Naomba jipigieni tena makofi sana. Ndugu zangu wana Chiwezi, na kila sababu ya kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali. Sababu haya ambayo yanafanyika ni kwa sababu ya nyinyi ambao mmewapa dhamana viongozi wetu. Leo hii Mheshimiwa Rais Daktari Samia anaendelea kuwapatia huduma wananchi za lazima, ni kwa sababu ya imani iliyokuwa nayo kwa wananchi ambao waliwaahidi kuwatumikia. Na ndio maana tumeondokana na jengo la zahanati. Leo hii tumekuwa na kituo cha afya, na naomba tujipongeze sana ndugu zangu. Haya ni mafanikio makubwa juu ya serikali ya awamu ya 6. Ni imani yangu kila mwananchi wa Chiwezi, kila mwananchi wa wilaya ya halmashauri ya Tunduma atakuja katika jengo hili kuja kupata huduma ya afya. Na nataka niwaambie siri moja ndugu zangu, ambayo wengine hamjui, kwamba kituo hiki cha afya hakuna mwananchi hata mmoja ambaye atakuja kupata huduma hapa na akaambiwa huduma hiyo haiwezi kupatikana. Ni moja kati ya vituo ambavyo ni vya mfano Tanzania. Naomba tujipigie makofi sana. Tunashukuru sana kwanza kwa mradi huu wa kituo cha afya kufika hapa Chiwezi, kwa sababu mwanzoni kabla ya hiki kituo cha afya tulikuwa tunapata huduma mbali Tunduma, na kutoka hapa Chiwezi mpaka Tunduma ni kilomita 26 hivi hadi 28 kwenda kupata huduma. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto, huduma zenyewe zilikuwa zipatikane kiurahisi. Lakini kwa sasa kupitia mradi huu wa kituo cha afya cha Chiwezi tunapata huduma zote hapa, kuanzia mama mjamzito mpaka wazee na wagonjwa wengine wa kawaida. Kwa hiyo hayo ni manufaa ambayo tumepata katika kituo hiki cha afya cha Chiwezi, na tunashukuru sana kwa kituo hiki kwa sababu kitatupunguzia gharama tulizokuwa tunaenda mjini, na hatimaye gharama zote za huduma zote tutapata hapa Chiwezi. Tunashukuru sana kwa ujio kwa kutujengea kituo cha afya. Hapo awali tulikuwa tuna zahanati ambao asilimia kubwa baadhi ya huduma zilikuwa hazipatikani. Hasa huduma kwa sisi kina mama ya kujifungua tulikuwa tunapata changamoto sana. Unajikuta unasafiri umbali wa kilomita kadhaa kwa ajili ya kufuata huduma hiyo katika hospitali za Tunduma. Lakini toka tumejengewa kituo cha afya cha Chiwezi tumepunguza hizo gharama, maana tukiangalia umbali na nauli na changamoto hapo njiani, kwa sasa tunashukuru kwa kutuletea kituo, maana ni kituo ambacho kimetusaidia kunusuru maisha mama na mtoto. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutuletea kituo hiki cha afya.
Tunaipongeza sana serikali kwa kutuletea kituo cha afya katika kata yetu ya Chiwezi. Tulikuwa tunapata umbali mrefu sana kwenda kupata matibabu Tunduma. Wakati tunashukuru serikali kwa kumwokoa mwananchi wa kiwango wa kipato cha chini. Jengo kwa mfano kama jengo hili hapa, kama mimi mwananchi wa Chiwezi nimehusika kuchimba msingi, kufanya maendeleo ya hapa, naipongeza serikali na kutusaidia kwa kina mama wajawazito kwa ajili ya kupata huduma zote hapa kituo cha afya. Napenda sana kuwaambia wananchi wenzangu, wakazi wa mtaa wa Chiwezi, kutunza mazingira, kutunza hiki kituo cha afya kwa sababu hiki ni endelevu, kitulinde sisi ambao saizi na kizazi kijacho cha baadaye, ili mazingira yetu salama, ili tupate kupata huduma za watoto pamoja na mama wajawazito pamoja na wazee na vijana wenzangu. Mwaka 2021 tulipokea fedha za kutoka serikali kuu kwa maana ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi rasmi kwa kituo cha afya Chiwezi. Na baada ya kupokea fedha zile tarehe 6 mwezi wa 6, tarehe 21 mwezi wa 6 2021 rasmi tulianza kujenga majengo yetu 6, ambapo tulianza na jengo la OPD, jengo la maabara, jengo la mama na mtoto, jengo la upasuaji, jengo la kufulia na jengo la mochwari. Na tuliendelea na shughuli za ujenzi kwa takriban ya kipindi hicho chote, na mbeleni fedha zilikuja kuisha kwa hizo milioni 500 zilivyoisha mnamo 2024 mwezi wa 4 tarehe 5 tulipokea fedha zingine kutoka mapato ya ndani milioni 286,890,990 kwa maana ya kuendeleza shughuli za ujenzi ama kukamilisha shughuli za ujenzi kwa kituo cha afya Chiwezi. Mpaka sasa tunashukuru kituo chetu kimekamilika kwa asilimia zote. Tayari huduma zinaendelea kutolewa katika majengo yetu kwa maana ya OPD, tayari huduma zinatolewa. Pia pale maabara wagonjwa wanaendelea kupimwa kama kawaida, na pia katika jengo letu la mama na mtoto huduma zinaendelea kufanyika, na pia jengo la upasuaji pia huduma zinaendelea kufanyika kama kawaida. Manufaa kwa wananchi wanaozunguka kituo cha afya Chiwezi, moja kabisa ni kwamba tayari uwepo wa kituo hiki cha afya Chiwezi tayari unakwenda kufanyaje, kuwapunguzia adha ya wananchi kwenda kufuata huduma katika vituo vya mbali ikiwemo kituo cha afya Tunduma. Manake hapo awali ama nyuma huko mwananchi wa Chiwezi alikuwa analazimika kufanyaje, kusafiri kutoka Chiwezi kwenda kufuata huduma sehemu zingine Tunduma ama Vwawa. Lakini kwa kuwepo kwa kituo cha afya Chiwezi kwa wakati huu, manake wananchi watafanyaje, watapunguziwa hiyo adha, watakwenda kupata huduma zote hapa katika kituo cha afya Chiwezi. Na licha ya wananchi wa Chiwezi na ni pamoja na kata jirani ikiwemo kata ya Chindi ambayo iko katika halmashauri ya Momba, na pia ikiwepo kata ya Ipunga ambayo ipo katika halmashauri ya Mbozi. Wote hao watakwenda kupata huduma za kimatibabu ama huduma zote ambazo watapaswa kupata, zote zitapatikana katika kituo cha afya Chiwezi. Mwenge wetu, mwenge umekuja. Mwenge wetu, mwenge umekuja. Mwenge wetu, mwenge umekuja. Mwenge wetu, mwenge umekuja. Niendelee kuwashukuru sana ndugu walimu na wanafunzi kwa kuendelea kuunga mkono jitihada mbalimbali za serikali. Tuhakikishe tunawapeleka watoto wetu mashuleni kwenda kupata elimu iliyo bora katika maeneo yetu. Madarasa tayari yanaendelea kujengwa, madarasa miundombinu yanaendelea kuimarishwa, lakini pia na taaluma zinaendelea kutolewa kwa vijana wetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, binafsi niendelee kupongeza wewe na kamati yako ya usalama ya wilaya kwa kuendelea kusimamia vyema wilaya ya kimkakati na ya kimaendeleo ndani ya halmashauri hii. Lakini pia mwenge wa uhuru
Ndugu zangu wananchi, walimu na wanafunzi mlioko hapa, mradi ambao tumekuja kuuona leo hii ni miongoni mwa miradi ambayo inatekelezwa vyema kupitia wenzetu wa serikali ya wilaya chini ya halmashauri ya mji wetu wa Tunduma. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais Daktari Samia, moja kati ya sekta ambayo amefanikiwa ikiwemo sekta hii ya uboreshaji wa miundombinu ya elimu, na amefanikiwa kwa namna mbili zifuatazo. Kwanza, ameenda kuwathamini na kuwajali watoto wetu. Pili, ameenda kuwajali na kuwathamini walimu wetu. Na tatu, ameenda kuwajali wananchi wale ambao hawana uwezo. Wengi hamkutarajia leo hii ndani ya shule ya sekondari ya Mpande kungelikuwa na mabweni ya kisasa kama haya ambayo tumeyaona. Yamejengwa ni kwa sababu ya kuthamini watoto wetu. Watoto wengi wanatembea umbali mrefu. Mtoto anaweza akatoka nyumbani akaja hapa zaidi ya kilomita 1 ama 2, lakini mtoto huyo ukiangalia mwaka huo ndio ambao wanafanya mtihani, ikiwa wa form 2, ukiwa wa form 4. Kwa kweli unapomwachia aende na kurudi kila siku, kwa kweli unakuwa humjengi kitaaluma, kwa sababu hatujui njiani atakutana na nini. Tunajenga mabweni haya ili wale wote ambao watakuwa wako kwenye kipindi cha mitihani lazima waweze kubaki shuleni, waweze kupata elimu iliyo bora. Elimu oye! Mwenge wa Uhuru umeridhia kuzindua mabweni haya mawili ambayo wataishi kati ya wanafunzi wetu wasichana pamoja na wavulana ndani ya shule hii ya sekondari ya Mpande. Wana Mpande oye! Tunashukuru serikali kwa kutujengea wanafunzi wa sekondari Mpande mabweni haya, kwa sababu yanatusaidia vitu vingi: kuwahi shuleni, kuhudhuria vipindi vizuri, na tunatumaini kwa kutujengea mabweni haya wanafunzi wa Mpande sekondari tutajitahidi sana katika masomo yetu na tutafaulu vizuri. Kabla ya kutujengea mabweni haya, wanafunzi tulikuwa tunapitia changamoto nyingi, hasa kipindi cha mvua. Wanafunzi tunafika shuleni tumeloa, mito inajaa, tunashindwa kuvuka, tunashindwa kufika shuleni kwa wakati. Mabweni yetu yameweza kutusaidia kupunguza utoro wa shuleni. Wanafunzi tulipokuwa tukitoka mbali, huenda kuna baadhi ya watu walikuwa wanatoroka vipindi, uvivu wa kuingia darasani. Kwa sasa yapo hapa, tunawashukuruni sana. Utoro utakuwa upo kwa sababu patakuwa ni karibu na shule, tutakuwa tukitoka hapa tukielekea shuleni. Tunawashukuruni sana serikali yetu ya Tanzania. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV. Sisi tumekwisha kuwasha mwenge, tumekwisha kuwasha mwenge, na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro.